We muongo. Tena wewe ni muongo. Tasha, namtaka mwanangu. Mama Tasha, ongea na mtoto wako. Namtaka mwanangu. Najua uchungu wa mtoto unaujua. Shikamoo. Zawadi jamani. Mbona mimi sina umri huu wa kunyamkia? Lakini dada, mimi ni mdogo najua. Mimi nina umri sawa na mdogo wako Sania tu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Huku mjini waga hatuamkiagi shikamoo. Na mimi kama dada wa mjini inayowakilisha dada wengine wote wa mjini, nishazoea mambo. Hai, nimetoka. Tuachane na hiyo. Nataka nikuulize kitu Zawadi. Lakini naomba usinifiche hata kidogo. Hivi yule kijana aliyekuja hapa kwa madam, wana mahusiano gani yeye na madam? Na yule mimi sijui chochote, sikuwepo. Najua unaogopa mdogo wangu. Lakini unawezaje kuficha siri ya mtu ambaye hajawahi kukuthamini wala kujua utu wako? Wewe unakuchukulia kama takataka tu. Uko tayari kweli kunificha mimi? Mbona mimi nishakuwa kama ndugu yako na kuja hapa Niambie ukweli basi mdogo wangu Kwani madam na yule kijana ni mtu na mtoto wake? Hapana, sio mtoto wake. Mume wangu yaani mimi hadi nachoka jamani. Yaani huyo mume wako amekuja hapa, nimempa vidonge vyake. Kaja hapa na kuulizia eti anakutafuta. Nilichomwambia hapa haupo. Kama akakukosa polisi, akakutafutia hata monchwali. Yaani Sania, wewe ungeniacha mwenyewe nitoke hapo nijibizane naye. Sasa mbona umekaa kimya? Alafu hata hizo nguo zenu mlizoninunulia mimi siziwezi kabisa yani. Yaani hivyo nimefanya makusudi. Yaani yule sasa hivi hataki kukuona. Inabidi uendelee kunawili. Hili akikuona hazilai na kuzilai. Na leo ungetoka hivyo tu ulivyo, angekufa yule baba. Maana mpaka nilishaanza kumuonea huruma. Sasa Sania, kwa nini usingeniita mwenyewe, ningemchamba mpaka basi. Yaani mimi nilijua tu. Yaani yule mtoto anione hapo ashinde kwenda kusema. Yaani hata zangu nyinyi nisingempa. Kabisa, yaani hawezi kumove on yule baba. Hawezi, na miguu yake migurubaje kabisa. Katoka kulia kushoto kajaji hapa. Eti kende ofa. Si alikuwa ananifukuza mimi kwenu yule. Yaani shoga yangu, na ulivyopendeza hivyo. Kama namuona siku atakayo kuona. Yaani Tasha bwana, kwani mtu hawezi kumove on? Paka kendi. Si atafuti mtu mwingine, paka mimi tu. Eti. Kwa kweli. Labda amemisi mboga za majani. We. Zawadi. Niambie ukweli. Zawadi, nitakupa zawadi kama jinsi lilivyo jina lako. Wewe niambie kila Zawadi. Abe madam. Mbona umemwacha Walda nje? Walda? Ndiyo madam. Habari ya nyumbani? Nzuri. Karibu sana. Asante. Odi! We Tasha! Tasha! Mwile. Mama Kendi. Nini tatizo? Unaniuliza kwema? Uko serious kweli? Kivipi? Kivipi? Ina maana uelewi. Uelewi chochote. Mama Kendi, hata mimi
natamani kujua kile ambacho wewe unakijua. Niweke wazi. Nini kinachoendelea? Yaani kuna nini? Yaani shida mtoto wako. Yaani mtoto wako sijui mwanangu kamfanya nini. Kaja kuniambia siku 2 zimepita. Yaani mpaka leo mwanangu hapa hayupo. Alafu unaniambia tu sijui nini? Au naye pia mnanificha? Unaelewa kitu chochote alafu unaninyamazia kimya? Au na mwanao mmeshirikiana? Alafu leo unakuja kunificha hapa. Mwambie mwanao amtafutie mtoto wangu alipo. Yaani mwanangu hapa hayupo nyumbani kwake, alafu mwanao kanyamaza kimya tu. Yaani unamaanisha kwamba Kendi hayupo? Kwa hiyo ina maana mimi hapa naongea pumba. Nimekwambia hivi, Kendi hapa hayupo. Ana siku karibia 5 zimepita. Alafu mwanao kanyamazia kimya. Nampigia mwanangu hapatikani. Mwanao sijui mwanangu yuko wapi jamani. Kendi uko wapi mamaangu? Kendi uko wapi mamaangu? Halo. Tasha mwanangu. Uko wapi? Basi nakuhitaji mwanangu hapa nyumbani kwako. Njoo haraka sana. Sasa hivi niko nyumbani kwako na kusubiri. Njoo baba. Haya mwanangu. Karibu sana Warda. Asante madam. Zawadi. Zawadi. Abe madam. Hivi umeshindwa kunipokea pochi wewe mpaka nikwambie? Samahani madam. Nasema wewe simu zinakuhusu nini? Alafu wewe nilikwambia kwamba muda wote uwe na nguo za kazi full kuanzia juu mpaka chini. Kofia iko wapi? Nilifua haijakauka vizuri. Hebu toka hapa. Upendo wako wema fadhili zako maishani mwangu unayofanya kwangu makubwa Bwana. Sopoa, sina cha kulipa yawe zaidi ya asante kwa mambo yote unayofanya Bwana. Weka mali. Wengi tulopenda leo hawapo. Najiuliza mimi nani kwako, sio kama nastahili sana kwako, ila huruma na upendo wako wewe. Yaani udada sio atajitambua lini jamani? Kila siku nina kazi ya kumwelekeza kitu kimoja, ila tuachane na hayo. Nimeitikia wito madam. Warda, nimekuita kuhusu swala lililotokea jana. Kusema ukweli hata mimi mwenyewe sijapenda, lakini ilikuwa ni situfahamu tu. Baba alikuwa hajaelewa chochote, ila mwisho wa siku nilikuja nikamwelekeza naye akanielewa. Kwa hiyo nimekuita hapa ili nikuombe msamaha wewe pamoja na Kendi. Mwambie anisamehe sana. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kila kitu kiko sawa. Baba amekubali, kasema ndoa iwe muda wowote, wakati wowote. Nashukuru madam kwa kupitisha hili. Na Kendi naona atafurahi sana kama nitaenda kumwambia kwamba umemuomba samahani, maana kama vile alipaniki. Alafu kingine madam, hongera
Ni wanawake wachache sana wanaopata wanaume ambao wanawasikiliza. Yaani huwezi amini Ada. Yaani mume wangu mimi hata siku ambayo sijisikii hamu ya kula, eti na yeye hali jamani. Ana kazi ya kunibembeleza. Mume wangu mimi leo siko sawa. Yaani sijui hata nikwambieje. Na kitu kingine usichokijua, nimemweka hapa. Ninachotaka mimi ndio anachofanya. Babu vipi mwanangu, mbona mbamba taarabu mwanangu sielewi? Sema nene mwanangu, sija kuchekesha hapa, nimekuja kufuata mali zangu. Nimesikia taarifa zenu mtaani. Nimekutana mali kibao. Mwanige mali zangu nifutike kushoto. Brother, wewe umezoea sana kutuonea. Lakini leo hii hapa tumeuza kitu kidogo tu. Na hii hela ambayo tuko nayo ni hela ya kula. Babu sikia, hiyo hela ya kula inanitosha mimi mwenyewe. Sikia mwanangu, afu mwanangu. Babu vipi mwanangu, unaona kama ninachekesha nini mwanangu? Babu vipi mwanangu, mbona unifuatilia anga zangu mwanangu? Wewe si utoka mbi mkubwa. Mbona mbi mkubwa nimekuachia mwanangu? Mbona unifuatilia mwanangu bichi boy wewe? Afu wewe sela itikeli una au sio Sikia babu, fuata mambo yako. Hizi anga zangu mwanangu, utakuja kuumia bichi boy. Kwa hiyo sala unaona nini katika mwili wako? Damu aulo? Wewe vipi malume? Takushaya malume. Imali pilile na sabenza kanjani. Wewe vipi? Sikia babu, hii Mbagala mwanangu. Afu sikia nini? Mbagala mabegani utakuja kuumia mwanangu. Fanya utoke sela uone. Buga. Jackie. Na wewe yaani sijui hata nikwambieje, ila siku moja ukipata nafasi uje nikufundishe maujuzi. Mume wangu mimi aende nje ya ndoa yetu atafute nini. Nimekamilika kila kitu kama hivi unavyoona, nywele yangu natural. Sihitaji hata midawa yenu yunonga kichwani. Kwa hiyo wewe tafuta siku moja nikufundishe miujuzi jinsi ya kumtawala mume. Inaonekana fundi wewe sana. Yaani sijui hata nikwambie. Na yaweza mpaka na yaweza tena. Ila basi tuachane na hayo. Wanda, kukupa nafasi kama mfanyakazi wangu na kukuchukulia kama rafiki yangu isiwe sababu ya kutaka kujua mpaka maisha yangu ya ndani. Hivi nikuulize kitu, ulipata wapi ujasiri wa kuniuliza juu ya ule mtoto? Wewe anakuhusu nini? Mimi madam, unajizima data si ndivyo Ulivyoniuliza kuhusu mtoto wa madam, huyu mtoto ni wa kwako, sijui nini, ulikuwa unatafuta nini? Mbona mimi sijawahi kuingilia maisha yako? Wewe mwenyewe shahidi. Sijawahi ingilia kitu chochote kinachohusiana na maisha yako, tofauti na kazi zetu madam. Mimi wala sipo. Na sijawahi kutaka kujua kitu chochote kinachokuhusu na familia yako, tofauti na kazi. Ni vile tu nilivyoona kama hauko sawa, nikatamani kujua zaidi kitu gani kinakutatiza. Si unajua mimi ninavyokupenda. Labda uenda nitakusaidia kubeba majukumu ambayo yanakusumbua kichwani kwako. Kila kitu sio lazima ukijue. Lakini kwa sababu umetaka kujua, basi nitakuambia. Je, una kifua cha kuhimili mambo ambayo mengine ni ya kwako na mengine sio ya kwako? Unaweza kuhimili? Hutotoa hii siri? Ndiyo, naweza kutunza. Nilipoenga sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama. I thought I was strong.
kupishana tu Kiswahili. Yaani mama, huwezi kuamini, mke wangu aliondoka hapa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka inafika usiku, mke wangu hajarudi. Kwa nikawa nampigia simu, akaanza kunijibu majibu ya dhihaka huko kwenye simu, na mpaka amefika hapa nyumbani bado akaendelea kunijibu majibu yake hayo ya kipumbavu. Lakini mimi pia ni binadamu, nina moyo pia, nikajikuta nimeshindwa kuvumilia. Ndipo hapo sasa tulipoanza kupishana Kiswahili baina mimi na mke wangu Kendi. Na ndo akachukua maamuzi ya hasira, akaondoka hapa nyumbani. Nimetumia nguvu kubwa sana kumtafuta mke wangu. Nimemtafuta kila sehemu, simuoni. Nimempigia simu yangu, hapokei. Na mwisho wa siku akaona mimi ni kero, akaamua ni block kabisa. Alafu wakati kwa tunagombana, jirani yangu hapa alikuwepo. Ameona kila kitu ambacho kimeendelea pale. Mimi mama, na hapa haki ya Mungu mimi sijathubutu hata mara moja kunyanyua mkono wangu mimi na kumpiga mke wangu Kendi. Iko kitu hakiwezekani mama. Nakumbuka mara kwa mara ulikuwa unanifundisha mimi mwanao kwamba mwanamke hapigwi. Sasa leo hii mimi naweza vipi nikakiuka maagizo yako mama, mafunzo yako ulikuwa unanifundisha, nikampiga mke wangu? Iko kitu hakiwezekani. Nakuelewa mwanangu. Mimi nakuelewa vizuri na ninakujua. Ila Tasha, kwenye hili umekosea. Umekosea sana. Ulipaswa kunishirikisha tangu mapema. Tuanze pamoja na tumalize pamoja. Kwa nini umenificha? Maisha yamebadilika sana, na ndio maana hii leo unatuona tuko huku tunaokota makopo, tunaokota maboksi. Hii yote ili mradi mkono uende kinywani. Ni kweli achuzi wangu Black. Unajua nini? Kuna wakati ukifika sometime au sio, unahitaji utoke hapo ulipokuwa ili kupisha wengine nao wasaidiwe. Mimi ningejisikia vibaya sana ningewakuta pale pale. Yaani hivi mbona mmejiongeza tu wanangu fresh? Upo sahihi Puga. Mimi naamini maamuzi tuliyochukua ni maamuzi sahihi kabisa, kutoka pale na kujitegemea. Naamini kutoka kwetu pale kumesaidia watu wengine waende pale waweze kusaidiwa kama sisi tulivyosaidiwa. Ni sahihi Mshabaha. Vipi wewe Puga? Maana tangia tuachane pale kwenye kituo cha watoto yatima hatujawahi kuonana tena. Mama, baada ya jambo kutokea, mimi nilikaa chini nikatafakari sana. Majibu niliyopata ni kwamba mtu wa kwanza kabisa kumfikishia taarifa hizi ni huyu mama yake. Lakini umenipa taarifa siku mbili zishapita. Mama Kendi, tafadhali sana. Sisi wakubwa, unavofoka hatujengi, tunazidi kubomoa. Unapaswa umsikilize mkweo na umuelewe nini anachokizungumza. Kelele hazisaidii, tuko kwenye matatizo. Tasha, uko kwa mashoga zake wewe mke wako, unapafahamu? Napafahamu mama. Kwa sababu kuna mtu ambaye alisema kwamba amemwona Kendi hapo na akanielekeza mimi, nimeenda mpaka pale. Lakini kitu cha ajabu, baada ya kufika pale, huyo rafiki yake amekataa kata kwamba Kendi pale hayupo. Alafu leo hii nakuja kuambia kwamba mimi nimefanya kitu kibaya mke wangu. Iko tofauti sana kwangu achuzi wangu Black. Unajua kipindi kile alivyokuja yule mjomba kunichukua kunipeleka South Africa kwa lengo la kupata elimu, nikaona kama kuna mwangaza katika maisha yangu unakuja. Lakini kumbe sivyo nilivyotarajia. Mimi kule nimetelekezwa tu. Nimefika wakati nikajikuta nimedondoka katika makundi ya haramia. Mimi nimeishi kama machafuchafu nchi ile kule. Kwa hiyo imepelekea kabisa kuharibu stimu nzima ya maisha yangu. Kwa kweli nimeamini. Sio kila kijana anabarikiwa kwa maisha yake. Basi karibu mwenyewe. Kuna wakati tunapitia kwenye mikono haribifu wa maisha yetu. Ni kweli personali ulichokiongea. Lakini mimi niseme tu kwamba sasa hivi sio muda tena kukata tamaa. Mazali askari wenu nimerudi na nimewatafuta wanangu, nimewaona au sio? Yani hapa hamna tena unyonge. Yani tusikubali unyonge katika maisha haya. Unakubaliji sasa wakati wewe unatafuta na sehemu yako ya riziki? Au mnasemaje wanangu? Kwa familia imetimia sasa.
Sisi kukosa ndo zetu, tukipata ni kwa masimango. Umaskini so dhamira yetu, mgawa riziki ni Mungu tu. Eti kisa sina unithamini, kwa kigezo mihari duni. Unaniona kama takataka, kabla hujafa hujaumbika. Maana yote ni maisha, maana maisha ni mtihani wa fumbo. Ukiwa unaonekana mzigo. Maana maisha maana maisha ni mtihani wa fumbo. Ukiwa unaonekana mzigo. Kama msanii kweli, mimi naweza nikampiga mke wangu nimuue, na baada hapo nimfukie mama. Iko kitu hakiwezekani. Mimi nampenda mke wangu, nampenda mama. We muongo tena, wewe ni muongo. Tasha, namtaka mwanangu. Mama Tasha, ongea na mtoto wako. Namtaka mwanangu. Najua uchungu wa mtoto unaujua, tena unaufahamu vizuri tu. Yaani nikirudi tena hapa nimkute mwanangu. Nyamaza.